Je, ushawahi mpoteza mtoto au ukashuhudia wa jirani akiwa amepotea? Ule huwa ni wakati wa mshike, wakati wa majonzi na wakati ambao kila kitu kingine husimama na hukosa maana mpaka mtoto apatikane. Wenye washawahi pitia pale ni washahidi ya kwamba ule si wakati ambao ungetaka hata kumtakia adui yako. Wakati mgumu kweli. Mzazi anaweza peana chochote kile awezacho aweze kumpata mtoto wake tena. Na katika Luka mtakatifu sura ya 2 msururu wa 41 kuendelea, inatupa kisa chake Yusufu na Mariamu. Ulikuwa ni wakati wa Pasaka, wakati ambao Wayahudi hukumbuka jinsi ambavyo Mungu aliwatoa Misri katika nchi ya utumwa na jinsi aliwaokoa kutokana na malaika wa kifo aliyepita huku akiwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri. Na kama ilivyokuwa desturi, wote Wayahudi mkubwa kwa mdogo walikuwa wamekongamana pale Yerusalemu katika sherehe ya maadhimisho. Na sherehe ilipoisha, Yusufu na Mariamu pamoja na wengine wakashika safari kuelekea nyumbani, na huku wasigundue kwamba hawanaye mtoto Yesu. Na walipokuwa wametembea kwa mwendo wa siku nzima, ndio wakagundua Yesu hayuko pamoja nao, na wakaanza kuingia katika kila boma ambako wangemdhania Yesu kuwa, huku wasimpate. Wakamtafuta kwa majonzi na mahangaiko mengi. Kumbuka, huyu sio mtoto tu alikuwa amepotea, kwani Yesu hakuwa tu mtoto wa kawaida. Unaweza tafakari, hata mtoto wa mkubwa wa kijiji chenu akipotea, mtoto wa chifu akipotea, mtoto wa kasisi wenu akipotea, hali haitakuwa hali kwa kijiji mzima. Sasa hapa tunaongelelea mtoto ambaye alikuwa ametambiliwa siku nyingi zilizoisha, mtoto aliyekuwa amesubiriwa sana, na kwa kweli akaja na wakajua ni mtoto kutoka kwa Mungu. Na sasa makumbwa yalikuwa yametarajiwa kutokana na yule mtoto, na kwa kweli tangia hiyo enzi miaka 2000 imeisha, mpaka saa hii tunavyoongea hivi, bado ndiye mtu aliye maarufu sana kuwahi ishi duniani. Na sasa amepotea. Ukawa ni wakati mgumu sana kwake Yusufu na Mariamu. Wakaraumiana, labda wakanyosheana kidole cha lawama kwa muda wa siku 3, wakimtafuta huku wasimpate, mpaka waliporudi mpaka Yerusalemu, ndipo wakampata mtoto wao aliyekuwa amepotea. Lakini wait a minute, hapa ni nani haswa alikuwa amepotea? Ni Yesu au ni wazazi wake? Nani alimwacha mwingine? Kwani mwenye aliondoka mahali walikuwa, huyo ndiye alipotea au vipi? Na je, nikuulize swali,
Unaelewa kwa nini wazazi wa Yesu walitembea kuchwa nzima huku wasifahamu kwamba hawanaye mtoto? Wafahamu? Guess? Aha. Bila shaka ni sababu Yesu alikuwa keshabalehe. Walimpea less attention, for he has grown. He was a teenager. Wangemwachilia tu na bado wa assume wako na yeye. Ni jambo la kustaajabisha kuona walitembea mwendo wa kilomita zaidi ya 100 huku wasigundue hawanaye mtoto. Nayo siku ya leo Roho wa Mungu amenituma, kwani naamini sijajituma. Nawe amekufanya usikize hii, kwani I believe it's not a coincidence. Na anasema hivi, stop. Wait a minute. Je, mtoto yu wapi? Where is the child? Kwani kwa kweli Yesu Kristo alizaliwa ndani yetu kama mtoto. Lakini kama vile tu wazazi wa Yesu, venye Yesu ameendelea akikomaa ndani yetu, badala tuwe tunamwangalia zaidi na awe karibu sana, tumeendelea tukimtelekeza na tukimwachilia. Na hivi Roho Mtakatifu anasema, hold on, stop, simama, kwani hunaye mtoto. Mtoto yu wapi? Wazazi wa Yesu walikuwa wameenda kilomita zaidi ya 100. Na wewe sijui umetembea ngapi. Huenda ni kilomita kadhaa, huenda ni mamia au maelfu ya kilomita ambayo umetembea kutoka mahali ulimwacha Yesu. Na hata huenda saa hii wahangaika ukisema mtoto amepotea. Na si mtoto tu wa kawaida, lakini Yesu, na kuwa na Yesu ni kitu cha ajabu na ni mtoto wa kipekee. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba mtoto hajapotea. Wewe ndiye umemwacha. Ndiwe umepotea. Wazazi wa Yesu walienda mpaka Nazareti. Wewe huenda bado hujafika Nazareti. Wengine huenda watafika nyumbani kwa njia ambayo huanga ni moja tu, ukienda hamna ya kurudi. Na hivyo itakuwa ni ngumu sana, au itakuwa haiwezekani hata kabisa kumrudia mtoto, kumrudia Yesu. Utakuwa ni wakati mgumu sana kuliko ule wa Jose na Mary. Hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu anasema turudi mpaka Yerusalemu kama wazazi wa Yesu, kwani mtoto yu pale pale. He is still going about his father's business. Na hivyo hata sisi yatupasha kurudi mpaka kwa biashara ya Baba, kwani hapo ndipo
Yesu yupo. Kwa biashara ya Baba ni kwa kufanya kazi ya Mungu. Kwa biashara ya Baba ni pale kwa kusaidia watoto mayatima, maskini na wajane. Pale kwa biashara ya Baba ni pale kwa kumpenda jirani yako kama ujipendavyo mwenyewe. Ni wakati tukubali kurudi Yerusalemu, kwani tutahangaika sana kuishi bila huyu mtoto. Chochote kingine kile kitakosa maana iwapo hatunaye huyu mtoto. Maisha yatakosa ladha bila Yesu. Huenda hukuwa umejua mtoto hunaye, lakini sasa yuajua. Kama umemwacha, ni wakati wa kurudi. Ndiyo, Yesu amekomaa. Amekuwa kijana barobaro, nasi tumemwachilia. Lakini ni wakati mwema tumchukulie Yesu kama bado mtoto mdogo. Kama venye tunaweza mshika malaika mtoto mdogo, tumshikilie Yesu jinsi ile. Kwani Yesu wa Afrika wengi sasa hivi ni teenager. Na wa kule Ulaya hata ndiye mbaya zaidi, kwani ni mzee mwenye mpaka mvi. Yuna nywele nyeupe. Na hivyo hata wengi wamemsahau kabisa. Nasi tusipomchukulia Yesu kama mtoto mdogo na aendelee kukomaa, hatuna budi kumsahau na kuishi kusema tulikuwa na mtoto siku moja aliyejulikana kama Yesu, lakini ni kama alipotea. Lakini kumbuka, Yesu hajaenda popote, yu pale pale. He is still waiting for you in Jerusalem. Lakini kumbuka ya kwamba jinsi unavyoenda mbali, ndivyo tu utasumbuka sana kurudi kumrudia yule mtoto. Hivyo basi, kabla uende sana, rudi, mrudie mtoto. Kwani kumpoteza mtoto, tena sio mtoto tu wa kawaida, mtoto kama Yesu, utasumbuka, tutahangaika, tutakuwa na wakati mgumu sana. Wazazi wa Yesu walitumia siku 3 kumpata. Nawe usikubali kwenda zaidi ukaje kutumia miaka, au ushindwe kurudi kabisa. Na msimu ni wa Krismasi huu, tunaposherehekea kuzaliwa kwake mtoto Yesu. Wengi ni katika sherehe kama hii ya Krismasi ambapo huwa wanampoteza mtoto. Kama jinsi tu wazazi wa Yesu walimsahau Yesu katika sherehe, wengi watamsahau Yesu katika sherehe, tena sherehe ya kuzaliwa kwake. Kwa wale ambao tushampoteza mtoto, basi Mungu akatupe neema ya kurudi Yerusalemu. Na kutakia kila la heri, kuwa na sikukuu njema, na umtunze mtoto.
asinje akapotea.